tunaendelea kumnukuu Jaafar Subhani katika kitabu chake alichokiita Ahlul Bait simatuhum wa huququhum fil Qur'an al-Karim. Katika ukurasa wa 12 wa kitabu hiki ana maneno yanasema hadhihi al-kalimatu wa nadha'iruha baina a'lami ahli al-lugha كلها تعرب عن أن مفهوم أهل البيت في اللغة هم الذين لهم صلة وطيدة بالبيت، وأهل الرجل من له صلة به بنسب أو سبب أو غيرهما. هذا هو الحق الذي لا مرية فيه. maana yake anasema neno hili na mfano wake kwa wanawazuoni wa lugha sehemu zote zinaelezea kuwa maana ya neno ahlul bait katika lugha ni wale watu walio na mafungamano madhubuti na nyumba ya mtu, na hili na ahli wa mtu walio na mafungamano naye ima itakuwa ni kwa sababu ni kwa nasab au kwa sababu. Nasabu kama mtu mtoto wake, hiyo ni nasab, baba yake, wazazi wake, yani usuluhu wa furu'uhu wa hawashi, hii nasab. Sabab ni kama mke, ndoa, musahara, ni sababu. Kwa hiyo mtu, wale watu walikuwa na mafungamano na mtu ima kwa sababu, kwa nasabu au kwa sababu, kama vile ndoa na wengineo, na hii ndio haki isiyo na shaka ndani yake. Haya maneno bado yanatia nguvu haya tunayozungumza, kwamba ahlul bait wa mtu ni wale watu wake karibu wenye mafungamano na yeye. Mwisho pia akasema wa hasilatul kalam anna muraja'ata كتب اللغة وموارد استعمال الكلمة في الكتاب والسنة تعرب عن أن مفهوم الأهل هو المعنى العام، وهو يشمل من له صلة بالرجل والبيت صلة وطيدة من نسب أو سبب أو غير ذلك من غير فرق بين الزوجة والأولاد وغيرهم. Anasema natija ya maneno ni kwamba kwa kurejea kwenye vitabu vya lugha na mahala ilipotumika neno hili katika kitabu, yani Qur'an, na katika sunna, utaona linaelezea kwamba maana ya neno al-ahli, mafuhumu yake neno ahli ni ile maana ya ujumla ambayo inaenea kila aliyekuwa na mafungamano madhubuti na mtu au na nyumba fulani, mafungamano madhubuti yanayotokana na nasabu au sababu kama vile ndoa au yasiyokuwa hayo, pasi na kutofautisha baina ya mke na watoto na wasiokuwa na wengineo. Yani wa anna takhsisaha bizawja qaswatun ala alhaq, na kwamba neno hilo kulihusisha kwa maana ya mke tu ni ususuavu juu ya haki, sio jambo la sawa. Kwamba ahlul bait mke peke yake, huo ni ususuavu. Na sidhani kama kuna mtu katika ahlul ilmi, ahlus sunnah wal jamaa, anadai hilo kwamba ikisema ahlul bait ni mke peke yake, hilo halipo. Kwa hiyo asema kulihusisha neno hilo kwa maana ya mke tu ni ususuavu juu ya haki. كما أن تخصيصها لغة بالأولاد وإخراج الأزواج يخالف نصوص القرآن واستعمالها كما عرفت في الآيات الماضية. أسي كما vile ambavyo kulihusisha neno hilo katika lugha kwa maana ya watoto tu na kuwatoa wake, jambo hilo linakhalifiana na maandiko ya Qur'ani na matumizi yake kama ulivyojua kwenye aya zilizopita. Kwa mujibu wa maneno haya
mpaka hapo. Haya maneno yapatikana kwenye kitabu hicho kwenye ukurasa wa 12 ukurasa wa 13. Anaeleza jambo hilo kuonyesha kwamba mpaka hapo maneno haya yanaungana sisi tunayosema kwamba kisema ahlul bait moja kwa moja wanaingia pia wake zake mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini sasa pamoja na yote haya kuna kampeni ya kuwatoa wake wa mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye orodha ya ahlul bait. Kwa hiyo inapotajwa ahlul bait wanawatoa wake wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia kuna kampeni za kuwaingiza wengine wawe katika ahlul bait. Nitataja kidogo. Kwa mfano kwenye tafsiri au maelezo wanayotoa katika aya inaitwa ayatut tathhir. Ayatut tathhir ni aya 33 katika suratul ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akielezea jambo la wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam na nafasi zao, akaamrisha, akaelekeza, akakataza, kisha akatoa na sababu. Ameamrisha, ameeleza nafasi zao, akaamrisha aliyoamrisha na akaelekeza aliyoelekeza Allah subhanahu wa ta'ala kwa wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam, akakataza aliyokataza, kisha akaleta sababu. Huko kote kwenye kuamrisha au kutaja nafasi zao, huko kwenye kuamrisha na maelekezo yaliyotoa Allah subhanahu wa ta'ala na makatazo yaliyotaja, hapo unasema wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam ndio waliosemeshwa. Ilipofika kipindi cha sehemu ya kutoa sababu kwa nini amefanya hivyo, ameelekeza na kuamrisha aliyoamrisha na kukataza aliyokataza, pale kwenye sababu wanasema hawamo. Hapo hawamo. Aya yenyewe ni ile sehemu ya aya inasema inma yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathhira. Hapa anatoa sababu, hakika si vingine kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anataka kuwaondolea uchafu enyi ahlul bait, yani watu wa nyumbani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuwasafisha, ukweli wa kuwasafisha. Hii ni aya 33. Sasa maelezo huenda yakarifuka katika nukta hii na ni muhimu kuifahamu. Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akiwasemesha wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam kuanzia aya ya 28. Ukisoma aya 28 ya sura al-Ahzab tunaona khitabu moja kwa moja imeanza kwa wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ya nisaa an-nabi au ya ayuha an-nabiy qul li azwajik, ewe nabii waambie wake zako, in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kun wa usarrihkunna sarahan jamila, mkiwa nyinyi mnayataka maisha ya dunia na mapambo yake, njooni niwape kitokea nyumba, niwape talaka, niwaache kuacha kuliko kuwa kuzuri. Mimi sina, mwataka hiki, mwataka kile, mwataka kile. Kwa hiyo wakapewa khiari wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kama mtaweza kuvumilia maisha haya magumu, kaeni, msidai hayo mnayotaka. Hamwezi, mpewe talaka. Kwa hiyo likapelekwa jambo hili mmoja baada ya mwingine, kila mmoja akasema sisi tunamtaka Allah na mtume wake. Kila aliyepelekewa yuko tayari, mimi namtaka Allah na mtume wake, ama mwingine mimi siyataki. Wakamchagua Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-dar al-akhirah fa inna Allah a'adda lilmuhsinati minkunna ajran 'azima. Maneno yako wazi, mkiwa mnamtaka Allah na mtume wake na pepo, basi Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia wenye kutenda wema katika nyinyi ujira mkubwa. Kisha akasema ya nisaa an-nabi,
man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af laha al'adhabu dhi'fayn wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Enyi wake wa mtume, yoyote atakayefanya uchafu ulio wazi miongoni mwenu nyinyi atazidishiwa adhabu mara mbili. Adhabu yake itakuwa maradufu kwa nafasi yenu, mtaadhibiwa hivyo kwa nafasi yenu. Kama ikitokea hivyo basi mtaadhibiwa maradufu, na hilo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo jepesi. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. atakayefanya utiifu miongoni mwenu nyinyi sasa kwenye makosa maradufu, wanapofanya utiifu wakawa ni watiifu kwa Allah na mtume kwa Allah na mtume wake. Yoyote atakayefanya utiifu miongoni mwenu kwa Allah na mtume wake na akatenda amali njema, tutampa ujira wake mara mbili. Kwa hiyo anapofanya amali mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ni kiamu cha swala za usiku, akisimama kuswali, si sawa na mwanamke mwingine, yeye analipo mara mbili yake. Akitoa sadaka, si sawa na mtu mwingine na mwanamke mwingine. Akifunga, si sawa na mwanamke mwingine. Akifanya haji, akifanya umra, akifanya amali yoyote, waman yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn, tutampa ujira wake mara mbili. Wa a'tadna laha rizqan karima, na tumemwandalia yeye riziki iliyotukufu. Kisha wanaambiwa wakiwa mtume, ya nisaa an-nabi lastun ka ahadin min an-nisa, enyi wake wa mtume, nyinyi sio kama mtu yoyote katika wanawake, nyinyi ni ummahatul mu'minin. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته, wake zake ni mama zao. Kwa nyinyi lastunna ka ahadin min an-nisa, si kama yoyote mwanamke yoyote. inittaqaytun, mkiwa nyinyi ni wacha Mungu, fala takhda'na bilqawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad, basi msilegeze sauti asije akapata tamaa mtu ambaye katika moyo wake kuna maradhi. Wa qulna qawlan ma'rufa, nasemeni maneno yaliyo mema. Waqarna fi buyutikun, na tulieni nyumbani, katika nyumba zenu, tulieni kwenye nyumba zenu, msitoki. Na hiyo ndio stara kwa mwanamke. Wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyah alula, na kama mkitoka sasa msijipambe mapambo ya jahiliya ile ya mwanzo. Hakuna jahiliya ya pili, lakini msijipambe mapambo yale ya kijahiliya. Waqimna as-salah, nasimamisheni swala. Wa atina az-zaka, na toeni zaka. Wa atina Allah wa rasulahu, namtini Allah na mtume wake. Innama yuridu Allah, haya inaendelea, hakika si vingine. Haya yote yamesemwa kwa sababu anataka Allah subhanahu wa ta'ala liyudhhiba ankumur rijsa. Kwa dhamiri itatiza hapo, liyudhhiba ankumur rijsa ahla albayt, kuondoshea uchafu enyi watu wa nyumbani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa yutahhirakum tathira, na kuwataharisha hasa. Aya kaendelea 34, wadhkurna, na yatajeni ma yutla fi buyutikum min ayati llahi wal hikma, yale yanayosomwa kwenye nyumba zenu nazo ni aya za Allah na sunna. inna Allaha kana latifan khabira. Kwa hiyo kwa mujibu wa aya hii, kama ilivyokuwa neno ahlul bait katika sehemu nyingine, kwamba lina neno hili kalima tashmalu الزوجة والأولاد وكل من له صلة بالرجل إما بنسب أو سبب. neno hili linamwenea, linawaingia watoto wake na kila mtu ambaye ana mafungamano ya karibu na mtu, imma kwa nasab au kwa sabab. Huyu atakuwa ni katika ahli albayt kama ilivyokuwa katika sehemu nyingine, na hapa ndio hivyo hivyo. Sasa Shia Ithna Ashariya wao wanadai kwamba
hapa ahlul bait waliokusudiwa ni watu wanne tu, watano wao akiwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Aya hii kishuka ilikuwa inamkusudia Fatima na Ali na Al-Hasan na Al-Hussein na mtume mwenyewe wanamuingiza pia naye kwamba ni ahlul bait, si ahlul bait wa nani, yeye ndo ahli mwenyewe, yeye ndiye mwenyewe mwenye hao wanaitwa ahlul bait, watu wa nyumbani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanasema ni watu watano tu ambao ni mtume sallallahu alaihi wasallam na watu wake, na wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam hawamo, kadhalika wale jamaa zake katika maammi zake wale waislamu na abnau a'mamihi, watoto wa ammi zake, kazini wake mtume sallallahu alaihi wasallam hawamo pia, wamewatoa. Sababu ya kuwatoa wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam wanasema kwa sababu dhamiri imekuja ankum. Ingekuwa wanasemeshwa wao wake wa mtume ingekuwa ankun, umeelewa? Ingekuja dhamiri ya kike kama ilivyokuja kule atina Allah wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasulahu, fahamu. Na kabla ya hapo waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula, kabla ya hiyo. Sasa mbona imebadilika dhamiri ghafla imekuja ankum? Hasa panahitaji ufafanuzi hapa, wakati umesogea, lakini nitazungumza kidogo tu. Unapowasemesha wanawake watupu, wanawake watupu wako, kinachotakiwa ulete dhamiri ya kiume, wasemeshe wao kwa dhamiri ya kiume. Waqarna dhamiri wanawake watupu wasemeshe kwa dhamiri ya kike, kwamba hawa wanaosemeshwa ni wanawake, kama hiyo waqarna wala tabarrajna wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulahu, kwa sababu wanaosemeshwa hapo ni wanawake. Ukiambiwa waqarna fi ile ni amri wanapewa wanawake, tulieni katika wanaume haiwahusu. Angekuwa na mwanamume mmoja tu naye inamhusu amri ile, ingebadilika, ingekuwa dhamiri ya kiume. Lakini pia hapo hapo inawezekana wakawa wanaosemeshwa ni wanawake ikatumika dhamiri ya kiume. Inawezekana amesemeshwa mke wa Nabiullah Ibrahim, kapewa salamu, ataajabina min amri, imekuja ataajabina, sawa. Anasemeshwa hapo ni nani? Mwanamke mmoja, ataajabina, anaambiwa mke wa Nabiullah Ibrahim alayhi salam. Hivi unashangaa, unaistaajabu amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, ataajabina. Hakuna hata mmoja anaweza kusema kwamba pale alikuwa anasemeshwa Nabii Ibrahim, ataajabina min amri Allah, alafu rahmatullahi wa barakatuhu, hakusema alayki, wala hakusema malaika, hakusema alaykum, sawa, ili iendane na taajabin, kwa sababu Ibrahim naye pia alikuwemo, ikawa alaykum ahla albayt. Lakini pia inawezekana ikawa ni yeye tu asemeshwe salamu rahmatullahi wa barakatuhu alaykum, ukumsalimia mwanamke assalamu alaykum, yafaa useme umekosea, ulikuwa usema assalamu alaykunna. Wengine wafanya muhadhara wa wasali wanawake, sema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, sawa. Huambiwi lazima kwa sababu hawa ni wanawake, sasa useme assalamu alaykunna. Tumeelewana? Hiyo ni sehemu ya kwanza. Kwa hiyo inawezekana ikatumika dhamiri ya kiume kwa wanawake, lakini sisi hatusemi kwamba ahlul baiti ni wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam peke yao. Katika hili wanaingia mpaka
abna'u a'mamihi, watoto wa ammi zake mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wanaingia katika ahlul bait. Kwa kuwa wao wanaingia, khitabu ikabadilika, kwa sababu kuna wanawake na wanaume, kuna wanawake na wanaume, ikawa alaikum. Kule khitabu au tamko limetumika katika kusemesha kwa dhamiri ya wanawake wengi, kwa sababu waliokuwa wanaosemeshwa ni wanawake watupu. Hakuambiwa Ali bin Abi Talib kwamba naye pia yumo wakarna, hayumo, bali ni wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam pekee yao. Lakini katika suala la kutaharishwa, sasa kutaharishwa na kusafishwa, hakuna shaka kwamba Ali bin Abi Talib na yeye yumo, Al-Hasan wal Hussein nao wamo. Kwa hiyo wanaposomeshwa wanawake wengi, akiwepo mwanamke mtoto, akiwepo mwanamume japokuwa kijitoto kichanga, dhamiri itabadilika, itakuwa ni dhamiri ya kiume. Kwa hiyo swali la kuwa kwamba mbona imekuja ankum, kwa sababu wanaume pia wao wanaingia hapo. Kwa hiyo kuifunga tu kwa watu maalum ni qaswatun ala alhaq, ni ususuwavu wa kutaka kuikataa haki. Kwa hiyo wakiwa mtume sallallahu alaihi wasallam na wao wamo katika ahlul bait, kadhalika jamaa zake. Tutaishia hapa, tutaendelea tena insha Allah na kipengele hiki. Tutakuja kuona kitu gani kilichopelekea wakawatoa wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam wakawaingiza watu wengine, kwa sababu nimemsoma hapa Abdullah Nasir mshia Mombasa kwenye kitabu chake hiki tafsiri ya sura al-Ahzab, amefanya mambo ya maajabu kabisa. Lakini yote hii ni sababu ya mtu kuikataa haki na kufuata batil. Jana wasomee maneno kidogo afuataona, kwa sababu katika mambo ambayo wao wanasema kwa nini wamehusishwa hawa, wasema ile hadithi ya al-kisa, mtume sallallahu alaihi wasallam aliagiza, aliweka kisa shuka fulani hivi, akaagiza Ali aje, Fatima, Al-Hasan wal-Hussein, naye mwenyewe akiwemo. Salama akataka kuingia, akamwambia wewe si katika hawa, lakini wewe katika khairi. Kisha mtume swalla salam akasema Allahumma haulai ahlu baiti fatahhiruhum tathira. Kwa hiyo hawa ndio ahlul bait waliotaharishwa hawa, mtume sallallahu alaihi wasallam na Ali na Fatima na Al-Hasan wal Hussein, basi ndio hawa tu. Amesema maneno haya, na wao wanasema aya hii ni dalili ya isma, kwa maana kwamba mtu aliyetaharishwa huyo ni maasum. Shikeni neno hilo. Kwa hiyo kama ametaharishwa ndiye maasum, na imamu hawezi kuwa isipokuwa maasum. Kwa hiyo Ali ni maasum, Al-Hasan ni maasum, Al-Hussein ni maasum, kwa sababu hao wametaharishwa. Ushahidi hadithi ya kisa. Ndio wakiwa mtume hao hawamo, kwa sababu hawakuwa katika kisa, si katika ahlul kisa. Umefahamu? Sasa basi hao wengine nao manake maimamu wako 11 12 wa 12 kajificha, 11 ndio hawashadhihiri kama wanavyosema wao, wa 12 hayuko. Sasa hapa tunaona maimamu ni watatu tu, hawa wengine 9 kawataharisha nani? Kama aya hii ilikuwa wahusu wao tu, kila aliingia kwenye al-kisa akaombewa dua, basi huyo ametaharishwa na ni maasum. Hawa 9. Sasa nataka niwasomee maneno, nasema hivi: ana maneno ya ajabu kabisa. Asema hivi:
baada ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kufariki dunia, na kwa mujibu kwanza hivyo kwa mujibu wa hadithi sahihi za bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambazo si zote tulizozitaja hapa, ahlul bait waliotajwa katika aya hii wa wakati huo ambao bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa bado yungali hai, ni hao watu watano tu: mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Ali bin Abi Talib alayhi salam, bibi Fatima alayha salam, Hasan alayhi salam na Hussein alayhi salam. Akaweka namba 10 chini ya ukurasa, akasema hivi: baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam kufariki dunia, na kwa mujibu wa hadithi zake mutawatir, jumla ya ahlul bait ni 14, na hao watano na 9 wengine katika kizazi cha Imam Hussein alayhi salam. Lakini hakutaja hizo hadithi, akasema tu kwamba hadithi mutawatir. Ajua mwenyewe kwamba ni uongo na ajua hakuna hizo hadithi mutawatir, lakini kasema tu ili kukuondoa njiani kwamba kumbe kuna hadithi mingine mengi huko imewaingiza hawa watu 9 wengine ambao hawakuwepo. Kwa sababu utaulizwa, huyu Zainul Abidin alikuwa hajazaliwa, ilikuwaje? Mtoto wake, wajukuu hivyo waliingiaje katika watu waliotaharishwa katika kisaa? Na nyinyi mmesema ni hao watano tu. Kwa hiyo haya ni maelezo yatakokuja inshallah katika majlisi itakayofuata. Tutaangalia hadithi ya kisaa kama wanavyoelezea na maswali ya kuuliza pale kidogo, lakini pia katika hili kuna maelezo hayo tutayarudia tena, tutajenga maswali juu yake, tutajenga hoja. Ala kulli hali, sisi tuamini kwamba ahlul bait maana yake ni pana zaidi. Ahlul bait wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wake zake mtume sallallahu alaihi wasallam, banati zake wote na watoto wao na ammi zake mtume sallallahu alaihi wasallam, ammi yake Abbas, ammi yake Hamza, na watoto wa al-Abbas na watoto wa ammi zake kama alu Abi Talib, alu Jaafar au ali Ali, ali Aqil, ali Jaafar, wote hawa ni katika ahli bait wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas katika ahli bait na watoto wake, kizazi chake. Kwa hiyo kuwatoa watu hawa ni kutafuta ni kaswa katika kuikataa haki, ususuavu, na hakuna kitu kingine chochote. Kwa hiyo tunaposwali, tunapoomba Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ali Ibrahim, ali Muhammad ni ahli baiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam, sio tu kwamba ni Ali na al-Hasan, Ali na Fatima na al-Hasan na Hussein na maimamu wao 12 wale, la, yani Ali na al-Hasan na Hussein na maimamu 9 waliobakia, hao tu ahli bait. La, sio kweli. Ni kutaka kuyafifisha maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kuyatoa nje ya matumizi yake yanayokubalika. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu